Ni ile Mwanzo sura ya 2 aya ya 7. Bwana Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hiyo kwenye Mwanzo 2 aya ya 7 hiyo. Hapa kuna mamlaka inayotutaka uwakili wa wima ambayo ni ya pumzi ya uhai. Waebrania wana maneno mengi yanayozungumzia juu ya pumzi, na mengine yametumika kwa viumbe walio hai, wakiwa wanyama ama wanadamu. Pumzi na lile ambalo mara nyingi linatumika pumzi, utaona neno ruach, pumzi, upepo, hewa na hivi. Lakini hapa kwenye Mwanzo 2 aya 7 hajatumia neno ruach. Nasham ndio neno alilolitumia, ambayo inamaanisha ni uvuvio wa kiungu, divine inspiration. Na ni tofauti na unayosikia hii ruach ambayo unaweza kusema upepo ama hewa ama pumzi. Anaposema kwenye ile Mwanzo sura ile ya 6, ninakwenda kuleta gharika na kila chenye pumzi. Hajatumia neno hilo, nimetumia neno ruach. Hajalitumia lile neno nasham. Kila kilicho na hewa kinachopumua kinakwenda kufa. Lakini anapokuja akapulizia sio ruach, anapulizia nasham, divine inspiration, ambayo huwezi ukaipata kokote. Na watu wengi wao wanajaribu kutafiti, wadhani ya kwamba hivi Mungu alipulizia hewa ya oxygen ama ni kitu gani alipulizia. Ingelikuwa ni hewa ya oxygen, tayari wanasayansi wangelikuwa wameshapata ufumbuzi, mtu asingelikufa. Lakini wanaweza waunganishe na hewa ya oxygen alafu bado mtu akafa, akaacha mtungi ukiwa na hewa ya oxygen ya kutosha. Ama unaweza ikaelezewa hilo neno linamaanisha nini? Uwezo wa uungu pekee unaoweza kusababisha uhai. Kama ingelikuwa ni lugha rahisi kabisa ya kuelezea nini Mungu alichokifanya. Na wanatheolojia wanaita hicho kitendo, hiyo ilikuwa ni busu. Na wanatheolojia wengi wametumia neno busu ya nini ile wanaitaja, kwa sababu wanaona vile lugha ya Kiebrania inavyoeleza, akapulizia pumzi puani. Kwa hiyo wanajaribu kuwa na uelewa huu kwamba Mungu anapo kama vile naye yukoje, lakini anaenda kuweka huo uwezo. Kwa hiyo ni kwamba alikuwa anavuvia uhai ndani yake, na ndipo viungo vingine vyote viweze